la kwamba kuna mabadiliko katika maisha yetu, tunaisahau. Tunaona ya kwamba tunaweza kuishi hivyo hivyo kwa vyovyote. Tumesali kidogo, tumeenda Jumapili kanisani kidogo, labda tunafanya hata tumetoa sadaka. Tunaua dhamiri yetu, tunaifanya iwe sugu, na tunaweza kuishi kwa hali ya namna hiyo mpaka kufa kwetu. Na ndio kilicho hatari kubwa zaidi, kwa sababu unafanya dhamiri yako isiweze tena kukuletea sauti tuliyoisikia sasa hivi kutoka somo la kwanza na somo la pili. Rarueni mioyo yenu. Na katika kurarua mioyo yetu tutajua kilicho ndani ya roho zetu, moyoni mwetu kuna nini. Ni kitu gani ambacho mimi nimetaka kuanza kuishi nayo, na sioni ya kwamba kuna cha kubadilisha. Hata kama sifikirii kwamba nitakufa au sitakufa, lakini naona naweza kuishi katika hali hiyo na hamna shida. Sasa katika somo la pili, Mtakatifu Paulo anasema sisi, Mungu ametuomba tuwaombe, tafadhalini sana, lazima mbadilike. Lazima utambue kwamba kuna ugonjwa ndani wako ambapo hata ukikaa vizuri katika ulimwengu huo, siku za mwisho utakapokwenda mbele ya Mwenyezi Mungu ndicho kitakachohesabika. Yeye anatupenda kiasi ambacho wanaona kwamba sisi tusingeweza kustahimili adhabu ya dhambi zetu, lakini tusiogope, kwa sababu adhabu hiyo ameshakubali Yesu achukue. Yesu ameshakubali aichukue. Kwa hiyo labda kuna ile hali ya kusema kwamba labda kutahitajika mabadiliko fulani katika maisha yangu, sawa, lakini ni sadaka ndogo sana ukilinganisha na ile adhabu ambazo kwa sababu ya dhambi zetu tungestahili kupata. Na Mungu hataki tusipate na ujinga wa kufikiria ya kwamba kwa kuwa basi nadanganya huko na huko, maisha yangu na yumbisha kidogo upande kwa Mungu, upande kwa ulimwengu basi tunaweza kufikiria kwamba tunaweza kuishi kwa namna hiyo. Mungu anasema sisi, yule aliye vuguvugu nitamtapika. Afadhali uwe mbaya, angalau utatambua ya kwamba kuna cha kubadili katika maisha yako, kuliko kuwa vuguvugu ambapo unaishi hivi bila kubadilisha maisha yako na msimamo na msingi na kiini cha maisha yako, kwa sababu ndio hiyo hatari zaidi. Afadhali ukiwa mbaya, sio kwa sababu ni uwe mbaya, lakini angalau ukiwa mbaya utajua hapa lazima nibadilike. Mtu anapotambua kwamba ana ugonjwa, sasa ni ugonjwa wa kumfanya afe, anashtuka. Lakini kama unaka mafua hivi, basi unaenda unakaoma, unaenda basi hujitibu, uendi kufanya check up, uendi kufanya hivyo, kwa sababu ni mambo madogo. Unasema anaweza kuishi nao, bado mambo mazuri tu. Afadhali uwe na kitu ambacho kinasema sasa hapa siku zako ni chache, unaweza kufa. Afadhali utafungua macho, kwa sababu unasema ugonjwa huo kumbe ni ugonjwa wa kutibu, ni ugonjwa wa kufanya mazoezi, labda ni ugonjwa kwenda kwa daktari kufanyia operation. Unajua kwamba unashtuka, lazima ufanye kitu. Sasa sisi ndio Mungu anavyosema kwamba msiwe vuguvugu, kwa sababu mkiwa vuguvugu nisamee nitakutapika, sawa, kwa sababu sitaki watu wasiwe na msimamo. Hata juzi umesikia namna yako ya kusema iwe ndio kama ni ndio, sivyo kama ni sivyo, sio uwe ndivyo na ni sivyo, iwe sivyo na ni ndio. Sasa ndugu zangu, katika mfungo mtakatifu wa Kwaresima ni kipindi ambacho Mungu anakiweka kila mwaka ili tufanye check up vizuri ya roho zetu, tuweze kujua kama kuna kitu ambacho tumeanza kukizoea, ka ugonjwa ambapo cha kiroho nimeanza kukizoea, na kama nifanye hivyo basi nianze kutubu. Nitubu ni kuamini Injili kwamba Mungu ananipenda. Mungu ananipenda. Kutubu na kuamini Injili ni kwamba Mungu haogopi makosa yetu, anaogopa
kutotambua makosa yetu, lakini kama tunatambua, tukienda kwake, yeye ndivyo anavyokuletea habari njema kwamba ninakupenda, nitakusamehe, nimeshatoa hata mwanangu afe peke yake msalabani badala yako ili uweze kusamehewa. Tumia nafasi hiyo, tumia nafasi hiyo ambayo unawekewa tena kwa mara nyingine katika mwaka huu. Ni Kwaresima yangu ya mwisho, sijui, lakini inaweza kuwa hivyo, siwezi kujua. Na ni Kwaresima yako ya mwisho, sijui, na wewe huwezi kujua. Sasa ndugu zangu, Mungu anatuambia kwamba sawa, inaweza kuwa na hiyo ya mwisho, isiwe ya mwisho, lakini kila mwaka inapungua moja, na hatuwezi kujua kutakuwa bado na Kwaresima ngapi mbele yetu ili tuweze kubadilika. Kwa hiyo sasa, nikisema kwa machache tu kwamba anachotushauri Yesu, kwanza Mungu katika somo la kwanza ile ya kurarua sio nguo, rarua mioyo, rarua mioyo. Unapoirarua unaweza kujua katika mikunjo midogo midogo kuna nini ndani yake. Sasa Yesu ametushauri mambo matatu. Kuna hatari ya kufanya mema mara nyingine ili tuonekane na watu, kwa hiyo tusifanye. Hajasema tusifanye, anasema mahali pengine tendeni mambo mema ili Mungu atukuzwe. Shida ni nia ninayoiweka mimi ndani ya kile ninachokifanya. Ninapotoa sadaka, ninaposali, ninapojinyima, nia yake ndani yake ni nini? Ni nia ambayo inabadilisha kile ninachokifanya. Kwa sababu nikiwa na nia, kwa sababu unajua mara nyingine unapotenda mema unasema ngoja basi angalau aniambie asante. Tayari umeshatenda mema ili uweze kuambiwa nini? Angalau asante. Baadaye uone kwamba yule mtu basi anatumia vizuri hata kitu chochote ulichompa. Unafanya bado iwe inakupa furaha, angalau kitu chochote imeshakuwa kwamba sio kwamba unatenda mema kwa sababu yule anastahili kusaidiwa. Basi wewe umeshamaliza kazi yako. Lakini sisi tunaweka mara nyingine kalengo kadogo, mara nyingine ilikuwa na shukrani, mara nyingine usema labda atanirudishia, labda atafanya hivyo, labda atafanya vile, labda atatumia vizuri. Sisi tukisha kuwa na malengo kama hayo, tumeshaanza kuweka kasoro ndani ya yale tunayoyafanya. Na Mungu ndio kwa njia ya Yesu leo anatukumbusha, unapotoa sadaka ufanye kwa sababu ya msingi wa upendo alionayo Mungu kwako. Mungu amekusaidia mara ngapi hata wewe bila kutambua? Mungu akai pale na kupima. Mara nyingine tunaishi maisha mazuri na tunafikiri ni kawaida. Lini anapoamka asubuhi nasema Mungu nakushukuru leo nimelala vizuri? Sijui, labda tunafanya, labda wapo wenyewe ambao wanafanya. Au basi unasema leo mambo yameenda vizuri kazini, nyumbani, unafika jioni unasema Mungu ninakushukuru, nyumbani kwetu kuna amani, kazini pale tulielewana vizuri, tulisaidiana. Hii yote ni neema kutoka kwa Mungu. Ni neema kutoka kwa Mungu. Sisi tunasahau, lakini Mungu anasema kwa kuwa hujaniambia hivyo, basi kesho sitakupa. Mungu hatafanya hivyo hata milele. Hatafanya hivyo hata milele. Kwa hiyo ndugu zangu, kilicho cha msingi ni kwamba kama Mungu anavyotutendea sisi, sio kwa nia tofauti na ule upendo alionao kwangu mimi. Ananifanyia hivyo kwa sababu ananipenda na anajua ninahitaji mambo kama hayo ili niweze kuishi vizuri katika ulimwengu wa leo, niweze kushuhudia upendo wake hata kwa watu wengine. Basi ananifanyia niweze kupata mema. Kwa hiyo sasa ndio natushauri, unapotenda mema sio usifanye ili sawa, ndio nasema isionekane, ndio usiwe na nia tofauti. Ufanye ili Mungu aweze kutukuzwa. Kama unatoa sadaka, toa sadaka, haina shida. Hata ikionekana, lakini nia yako ya kutoa ni nini? Ni kumshukuru Mwenyezi Mungu,
ni kuonyesha upendo kwa watu wanaokuwa na shida. Kama na ndio lengo lake, inampendeza Mungu. Sio kwamba usifanye, kwa sababu wengine wamesema usifanye, kwa hiyo usifanye. Hivyo hivyo unapotaka kusali, sio kwamba lazima kweli usiende kanisani basi uende ukajifungia ndani ya chumba. Chumba nachozungumzia ni moyoni mwako. Unaposali, unasali kwa ajili ya, unatoa shukrani kweli ya kuweza kutambua kwamba Mungu ni Baba. Yesu alipoulizwa basi utufundishe tusalije ili tuweze kumpendeza Mungu, wakifikiria kwamba chukua Zaburi ya 128, no, akasema umwambie Mungu Baba, na baadaye hakuna cha baadaye. Uingie moyoni mwako uweze kumtambua kwamba kuna Mungu ambaye kwako ni Baba, na unapomwambia Mungu Baba toka moyoni, na ndicho kinachompendeza Mungu, kwamba wewe umemtambua kwamba yupo karibu na maisha yako. Kama Baba unapenda awe karibu na maisha yako, Baba ambaye amekuleta duniani, basi awe karibu na wewe ndivyo unavyopenda. Na ndio zaidi Mungu anataka tuweze na uhusiano wa kindani na huyu Mungu, tuwe na uhusiano wa ndani kama mtoto alivyo na uhusiano na baba yake. Ndio kuingia moyoni mwako, achana na mambo mengine yote. Ni uhusiano wa ndani ambacho kinafanya sala zetu, hata kusema Baba peke yake, kiwe na thamani moyoni pa Mungu. Na unapojinyima, tunapojinyima, Yesu anatuambia wazi, sio shauri ya kujinyima kitu chochote kile. Basi mimi basi nitajinyima, sitavuta sigara. Mbona sijavuta sigara tangu nizaliwe? Ni sadaka gani hiyo? Sitakunywa. Mbona sijanywa tangu nini vileo mimi situmii? Ngoja nitapunguza chakula. Naona nimeshakuwa mnene kidogo, ngoja nianze kupunguza chakula. Sio hivyo. Sio shauri ya kupungua nini katika mwili. Kuna shauri ya kusema kwamba ninachojinyima, najinyima na natoa. Ndiyo sababu hakuna mtu ambaye ataweza kusema mimi sina cha kujinyima. Kama huna cha kujinyima, ni kwamba hujatambua kwamba unapewa na Mungu. Na unachokipata, hata kama ni pipi moja ambayo Mungu amekujalia, nasema sasa hii pipi sili mimi, sili hiyo pipi, nampa mwenzangu. Sio kwamba nina mbili basi tugawane moja, taendelea kuwa pipi. Kitu kilicho cha msingi ni moja, kwamba ninapojinyima lazima nijinyime kitu ambacho au moja nimemweka badala ya Mungu. Nimeweka nini badala ya Mungu katika moyo wangu? Nimeweka nini? Ni tamaa ya mwili, ni tamaa ya mali, ni anasa, ni moyo wa kulipiza kisasi. Kuna nini? Hicho ndicho ambacho unapaswa kujinyima. Na kisha jinyima, hiyo faida itapatikana kwako wewe na kwa Mungu. Sio kwake yeye atapata, yani utapata neema kutoka kwa Mungu, inathaminiwa kwa sababu umejipunguzia kitu ambacho umekitoa. Kuna wengine nasema basi sasa wakati mfungo Kwaresima sitakunywa bia, ngoja alifikie Pasaka, hapo nitapiga bia hizo zote 30 ambazo nimejinyima, ngoja sasa nitazipiga zote siku moja. Sio hiyo, sio lengo hiyo. Kumbe una tamaa ya nini? Ya anasa. Kwa hiyo ndio kule kujinyima ni kufanya utafiti moyoni na kuweza kujua nimemweka au mtu au nimeweka kitu gani moyoni mwangu ambao sasa nataka kuiweka pembeni. Mungu achukue nafasi katika moyo wangu. Ndio kujinyima kwenyewe. Ndugu zangu, niishie hapa. Kwanza nimeshakuwa mrefu kuliko nilivyotazamia kuwa. Basi, lakini kilicho cha msingi tujue kwamba Mungu ametuambia katika somo la kwanza, rarueni mioyo yenu.
Na katika somo la pili Mtakatifu Paulo anasema sisi tumetumwa na Mungu. Mungu anakusii, tafadhali mwanangu, pokea huruma yangu. Na tatu, tuweze kujua ni dhambi gani, ni kitu gani tulichoweka moyoni mwetu cha maana zaidi kuliko Mungu. Ndicho tunachopaswa kujaribu kukitoa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu katika mfungo wa Kwaresima. Kwa hiyo kazi ya kwanza ni kujitambua na kusema Mungu unihurumie, Mungu unihurumie. Na Mungu ndicho anachokisubiri, asikie kutoka kwako na kutoka kwangu, Mungu unihurumie. Tumsifu Yesu Kristo.